Kaka yangu, naomba nikwambie kitu kimoja. Mke wako akianza kukuuliza maswali kuhusu huyo mwanamke ambaye analeta mashaka kwenye ndoa yenu, una paniki ghafla. Hasira zinapanda, unakuwa mkali, unaanza kumfokea mke wako, unaanza kulalamika, wewe utakaji amani, ukiona tumekaa kwa amani, unataka ukumbushiage hayo mambo. Kaka yangu, kuna tatizo upande wako. Wakati mwingine mke wako anayeuliza hayo maswali hana shida, ila wewe kwa namna unavyoreact unaonyesha kabisa kuna shida. Kaka yangu, ukianza kuwa mkali kwa mkeo anapouliza maswali kuhusu huyo mwanamke ambaye analeta mashaka, pengine mke wako alishawahi kuona message mbaya, kuna vitu aliviona vibaya na ndio maana amekomalia sana kuuliza hilo swala, na wewe ukaamua kuwa mkali ukimtuhumu mkeo kwamba yeye hapendi amani. Kaka yangu, wewe kwako kuna tatizo. Wewe umeshaanza kuwa na uwekezaji wa hisia kwa huyo mwanamke. Yaani wewe sio kwamba unamtamani tena huyo mwanamke, umeanza kumpenda kabisa. Na ndio maana hutaki yazungumziwe hapo. Kwa sababu kuna vitu hata kama wewe ni mwanaume unapaswa ujiulize. Baadhi ya wanaume nyinyi wenyewe huwa mnaanza kuharibu ndoa zenu taratibu. Kwa sababu kama wewe ulishaoa, una mke, unajua kabisa mke ndio kila kitu. Kwa nini uwe mkali unapoulizwa swali kuhusu mwanamke mwingine wa nje huko? Kama huyo mwanamke hana maana kwenye maisha yako, kwa nini unakuwa mkali unasema mke wako yeye ndo hataki amani? Kama wewe unataka amani, kwa nini huyo mwanamke anaendelea kuwepo kwenye maisha yenu? Kwa sababu mke wako lazima apige kelele tu. Kaka yangu, mwanamke yeyote anayekupenda lazima ataongea pale anapoona kuna mwanamke anaingilia ndoa yake. Lakini kama mke wako atakuwa ananyamaza tu kimya, unasalitiwa. Mimi nawaambiaga kila siku, mwanamke yeyote anayekupenda lazima atajali ustawi wa ndoa yenu. Yaani akishaona kuna kimdudu mtu kinaingilia, lazima awe mkali. Mwanamke ataendelea kuongelea hilo swala mpaka aone limepotea kwenye maisha yenu. Lakini kwa bahati mbaya kuna baadhi ya wanaume mnachukizwa sana na maswali ya wake zenu, lakini hamtaki kujiangalia nyinyi wenyewe. Kwa nini mnaendelea kuwa na hao watu? Kwa nini hao wanawake kila siku? Kwa nini huyo mwanamke kila siku ukamatwe naye? Yaani kama hana maana yoyote kwenye maisha yako, kwa nini mnamjadili leo? Mmekaa siku 3 mke wako tena amefuma message zenu. Mmekaa wiki tena ameona tena. Wewe kuna tatizo upande wako. Ushaanza kuwa na uwekezaji wa kihisia kwa huyo mtu. Wakati mwingine kaka yangu, mke wako sio kwamba hataki amani. Wakati mwingine mke wako yuko kwenye jukumu lake la kulinda ndoa yenu. Ni haki yake. Ila wewe sasa hivi kwa kuwa umeshaanza kuchanganywa, hisia zako zimeanza kuvurugika, unaona mke wako ana kelele. Mke wako hana kelele. Kwa sababu wakati mwingine jiulize swali, kama huyu mwanamke asingekuwepo kwenye maisha yetu, mke wangu angekuwa analalamika na mimi kwenye kitu gani? Haya maswali yangetokana na nini? Inapofika wakati mke akaanza kuwa na wasiwasi kila wakati anauliza, huyu mtu vipi? Huyu mtu inakuwaje? Huyu mtu utamwacha lini? Wakati mwingine sio kwa sababu anataka tu vurugu. Wakati mwingine anafanya hivyo kulinda ndoa yake. Lakini kaka yangu, mimi naomba nikwambie kitu kimoja. Ukimya huwa unaumiza pande zote. Leo hii mke wako anaweza kawa anakuuliza, mume wangu mbona hiki sikielewi? Mume wangu mbona huyu mtu hivi? Wewe kweli ukawa una panic, hasira zinapanda, unaanza kuwa mkali, wewe hutaki amani, wewe sijui nini. Mnagombana lakini hutaki kumtoa huyo mwanamke kwenye maisha yako. Siku moja mke wako atakaponyamaza kimya, akaacha kuuliza kuhusu hilo swala, kaka yangu, namna utakayojisikia wewe, utatamani hata mke wako awe anauliza. Hizo kelele unazodai wewe sasa hivi mke wako anakupigia, utazitamani zijirudie kwenye maisha yako. Wakati mwingine mwanaume, jitahidi sana kufikiria kwa makini. Unajua baadhi ya wanaume ikifika kipindi mkaanza kuwa na michepuko huko nje, mnaanza kujisahau nyinyi ni akina nani kwenye familia zenu na wake zenu ni akina nani. Wewe huwezi kutaka mke wako wewe anakaa kimya wakati anaona kuna vitu vinaendelea havielewi. Kila anavyolalamika huyo mwanamke, kwa nini ukae naye mbali? Hutaki kukaa naye mbali. Lakini unachotaka yeye anyamaze, asiwe anauliza. Hivi wewe ukikaa chini unafikiria unaona nini? Yaani wewe uendelee na huyo mwanamke ila mke wako asiwe anauliza. Yaani wewe unachukizwa na mke wako kuuliza kuliko wewe kuwa na hiyo tabia kuwa na huyo mwanamke. Kuna vitu vinashangaza, yani kuna vitu vinashangaza. Na kuna wanaume wengi huwa mnakuwa na hizo tabia. Na niwaambie nyinyi sasa ni miongoni mwa wanaume ambao huwa mnachangia mabadiliko kwa wake zenu. Hasa unapokuwa mtu wa kumkaulisha mke wako anapouliza kitu ambacho ni haki yake. Wewe kama mwanaume ukiingia kwenye maisha ya ndoa, lazima ujue kwamba kuna baadhi ya vitu ni haki ya mke wangu kupiga kelele. Ni haki ya mke wangu kuzungumza. Hasa anapoona
viashiria vya uvunjikaji wa uaminifu, ana haki ya kuuliza kwa namna yoyote. Lakini ikifika kipindi wewe ukaona kama mke wako hana haki ya kuuliza, wewe ndo una haki ya kuendelea kuwa na huyo mtu, una shida. Na hiyo shida utakuja kuigundua hiyo ndoa yenu ikifika mwisho. Mimi wakati mwingine nawaambiaga tu ukweli. Sitakai kukaa kimya siku useme sijasema. Mimi nakwambia tu ukweli. Hata kama wewe ni mwanaume, lazima ujue kwamba kuna vitu vingine sio sahihi kwako wewe kuvifanya. Mke wako anapokuuliza swali ukaanza kuwa mkali, wewe umeshakuwa toxic kwa mke wako. Kwenye hiyo ndoa wewe umeshakuwa toxic. Unataka mke wako apokee tabia zako mbaya, akae kimya, halafu aendelee tu kukufurahia. Yaani wewe unaona ni kivipi itatokea hilo swala? Yaani kivipi mtu ataendelea kukufurahia wewe wakati anaona kuna viashiria sio vizuri? Mwanaume, amini kwenye reaction unayoitoa. Siku zote kama umeshindwa kujipatia jibu, amini kwenye reaction unayoitoa. Jiangalie sana. Mwanamke wako anapokuuliza kuhusu kitu fulani, namna unavyo react, kaa ukijua wewe unakuwa toxic. Wakati mwingine sio kwamba mke wako hataki amani. Wakati mwingine sio kwamba mke wako anakumbushia mambo, unakuta huyo mtu bado yupo kwenye maisha yenu. Ndiyo mlishagombana ukasema mke wangu samani yameisha, lakini bado alimkuta. Unajua kuna baadhi ya wanaume mnafanyaga makosa hapa hapa. Mke wako amekukuta na mtu, ukakiri makosa, akakusamehe. Lakini cha ajabu anashangaa bado anamuona hapo. Bado anakuta mnachati, mnawasiliana. Lazima mke aendelee kuwa mkali kwa sababu analinda ndoa yenu. Analinda ndoa yenu. Hakuna mwanamke yeyote anayekupenda wewe akakaa kimya kipindi anaona kuna vitu vinafanyika kwenye ndoa yake havielewi. Kwa hiyo mwanaume, wakati mwingine kaa chini ujitafakari. Hivi ni mke wangu mimi ndio ana complain vitu au ni mimi ndio nina shida? Utapata majibu. Yaani wakati mwingine kaa ujiulize kabisa, hili swala linaloleta ugomvi kwenye ndoa yetu ni mke wangu ndio anapenda kulizungumzia au ni mimi ndio nimelibakiza kwenye maisha yetu? Wakati mwingine wewe umelishikilia hilo swala bado lipo. Huyo mwanamke ambaye mnagombana kila siku kumuhusu bado yupo. Ulishawahi kukaa chini ukamwaahidi mke wako? Mimi nimeshawahi kukutana na wanaume wengi sana. Amekaa chini amemwaahidi mke wake kwamba mke wangu turudi kwenye maisha yetu ya kawaida. Mimi yule mtu nimeachana naye hivi na hivi. Mke anakwambia dada, nilikaa wiki tu nikamkuta yule mwanamke bado wanawasiliana. Kwa hiyo wewe kama bado unawasiliana na yule mtu ambaye analeta maugomvi kwenye ndoa yenu, wewe upaswi kushangaa reaction ya mke wako. Yaani wewe haiwezekani utende kibaya kwa mwenzako afu ushangae yeye akireact. Unakuwa toxic. Haiwezekani. Mwanaume yeyote unayejitambua huwezi ukashangaa kwa nini mke wako ameshtuka kuona kitu fulani. Inatakiwa wewe sasa ndio ujione una hatia. Kwa nini mimi naendelea kuwa na huyu mtu? Wewe ulishafanya agano la ndoa. Ukasema mke wako ndio mke wako peke yako. Na mke wako maana yake ana haki kwako. Ndio maana mliingia kwenye agano kwamba kila mtu ana haki kwa mwenzake. Hakuna agano ambalo liliwahi kusema wewe mwanaume hutakiwi kuulizwa kuhusu mwanamke mwingine. No, anatakiwa kukuuliza vizuri kabisa. Kama kuna kitu hakiko sawa, mke wako ana haki ya kuuliza, mme wangu mbona hiki sikielewi? Na pia hiyo ni nafasi ya mwanamke. Mwanamke ndiyo mlinzi wa ndoa. Anapoona viashiria vyovyote vya uhalifu kwenye ndoa yake, ana haki ya kuuliza. Kwa nini wewe unachukia yeye anapokuuliza kitu? Mbona wewe huoni kama wewe kuwa na huyo mtu unafanya vibaya? Wanaume baadhi yenu vitu mnavyovifanya sio vizuri. Ni kweli ulishamuomba mke wako msamaha, lakini huyo mtu bado yupo. Haimaanishi wewe ukimwomba mke wako msamaha ndio umehalalisha kuendelea kuwa na huyo mtu. Na mwingine unakaa na mke wako, haya mambo sasa hivi achana nayo, tuendelee na maisha mengine, lakini bado yule mwanamke yupo. Wewe utaniambiaje mimi niache kulinda wakati naona mwizi bado yupo kwenye mji wangu? Na acheje kulinda? Kwenye mahusiano yangu naona bado kuna mhalifu ameingia. Yaani mimi nikae kimya ninyamaze na muona mhalifu anaendelea kuingia kwenye mahusiano yangu? Hiyo haiwezekani. Kaka yangu, mke wako atanyamaza siku atakapoona huyo mwanamke amekaa mbali na maisha yako. Yaani hiyo ndio siku utapata amani. Usiseme tu hapa ndani hapana amani. Wewe ndio chanzo cha kutoesha amani kwa sababu unaendelea kuwa na huyo mtu ambaye kila siku anasababisha mgombani. Wewe ungeamua kwamba sitaki kuwa na huyu mtu, mke wangu ameniona, amesema mume wangu hiki ulichokifanya sio kizuri na amekubali kunisamehe, ukaamua kuachana naye. Hayo yote yasingekuwepo. Hayo yote yasingekuwepo. Mnatengeneza wasiwasi mkubwa kwa wake zenu. Baadhi ya wanaume nyinyi wenyewe ndio mnasababisha amani zisiwepo kwenye nyumba zenu. Mke wako anaongea kitu ambacho kipo, sio kwamba anatunga vitu. Anaona bado mnaongea, bado mnachati, wakati ulishaahidi kwamba mimi huyu mtu nimeachana naye. Kwa hiyo nikwambie tu ukweli. Reaction unayoitoa kwa mwenzako baada ya yeye kukukuta na kosa,
ile ndio inabidi ukae chini utafakari. Yaani ukiona tu mke wako amekuuliza kuhusu mwanamke mwingine, ukaanza kupaniki, ukaanza kuwa mkali, umekasirika, unakuwa mbogo, unaanza kujibu majibu hayaeleweki, we mwanamke hutaki amani, mimi nikirudi tu hapa unanichokoza. Una shida. Nakwambia ukweli. Wewe ni mwanaume lakini una shida. Una shida kubwa sana. Wewe uaminifu kwako wewe ni tatizo. Wewe kujitambua pia kuna shida kwenye kujitambua kwako. Kwa sababu wewe ukikamatwa na kitu inapaswa uanze kuwa mtu mwenye hatia. Uone kabisa hiki wife alichokiona sio kitu sahihi. Yaani mtu yeyote yule mwenye amekomaa kiakili, mwanaume ambaye akili zake zimekomaa kweli kweli, wala hawezi kuanza kuwa mkali au akaanza kuona reaction ya mke ndio mbaya. Ataanza kujilaumu yeye kwamba yani huyu mtu kwa nini mimi siachani naye, huyu analeta ugomvi kwenye ndoa yetu. Vitu vingine acheni kuwalaumu wake zenu. Vitu vingine kaeni chini mjitafakari na nyinyi. Kwa nini mke wangu kila siku anapiga kelele kuhusu huyu mtu? Je, mke wangu anaamua tu au ni mimi bado ninaendelea na huyu mtu? Kama shida ni wewe ndio unatakiwa kujirekebisha, sio mke wako. Yaani mke wako hatakiwi kukaa kimya. Na mimi naweza nikampongeza mke wako kwa kuendelea kuwa mkali kwa sababu analinda mahusiano yake. Kwa sababu anaonyesha upendo wenu una uhai. Anaonyesha yeye ana uhai kabisa kwenye upendo wake kwako. Yaani yeye anakupenda, upendo wake una uhai, na ndio maana anakuwa mkali anapoona vitu havieleweki. Lakini wewe utakapokuta unajifanyia kitu mke wako react, hakuna upendo hapo. Hisia zilishaondoka. Pengine huyo mwanamke unaibiwa tayari. Pengine ana watu wake, ndio maana unaona anakuangalia tu. Lakini kama upendo una uhai, lazima mke atalinda mahusiano yenu. Lazima mke atakuwa mkali pale atakapoona wewe unaendelea na huyo mtu. Lazima atauliza mbona uachani na huyu mtu? Lazima atasema una shida gani? Lazima atalalamika kila siku. Huwezi kupata amani mpaka siku utakapomwachia huyo mwanamke. Mke wako ahakikishe huyo mwanamke hayupo. Ufichi tena simu yako. Kwa muda umwache tu relax, aone yule mwanamke apigi tena simu. Hapo ndipo amani itakapopatikana. Mwanaume, usije ukalaumu reaction ya mwanamke kwa vitu unavyovifanya wewe. Hiyo nayo sio sawa. Wewe unakuwa ni toxic kwenye ndoa yako. Kutaka mke wako afurahie yale unayoyafanya, hiyo nayo ni aina ya kuonyesha wewe ni toxic. Wewe ni mtu unayejithamini wewe peke yako. Huwezi kutaka mke wako akukalie kimya, akupe amani hata ambapo wewe unaumiza hisia zake. Sio rahisi. Hata ungelikuwa ni wewe umekaa kwenye nafasi ya mke wako, unaona kabisa siwezi kufiti. Kwa hiyo baadhi ya wanaume, huu ujumbe utafakari sana. Najua baadhi ya wanaume huwa hampendi sana ujumbe unaowagusa, lakini wakati mwingine huu ujumbe unakugusa kwa mazuri kabisa. Na pengine usipojirekebisha kwenye hizo tabia zako, kesho utakuja kujutia. Kwa sababu ni kweli wewe sasa hivi huyo mwanamke amekudanganya sana, lakini niamini mimi, mke wako unamuhitaji kuliko unavyofikiria. Ndio maana miaka 5 uko naye, ndio maana miaka 8 uko naye, ndio maana mpaka sasa hivi miaka 10 uko naye. Mke wako unamuhitaji sana kwa sababu ni mke wako na pia ni mama wa watoto wako. Unamuhitaji sana. Ni vile tu sasa hivi umejisahau. Huyo mwanamke amekudanganya, lakini mke wako bado ni wa muhimu sana kwenye maisha yako. Na hilo utakuja kuligundua. Mke wako akiamua kuwa mbinafsi sasa, na yeye akaanza kujiangalia mwenyewe, na yeye akaanza kufanya usaliti, na yeye akaanza kuwa mtu wa matukio, hapo ndio utakapojua kwamba mke wako na yeye hapo ndio utakapojua kwamba wewe unamuhitaji mke wako, unampenda mke wako. Wanaume wengi sana walikuja kugundua hili wakiwa wamechelewa. Kwa hiyo kaka, usilaumu reaction ya mke wako kama unajua wewe ndio chanzo cha mke wako kureact hivyo. Sijui kama unanielewa. Lakini kama unataka uendelee kudai amani mahali ambapo unaumiza, na siku kaona umepata amani mahali hapo, kaa ukijua kwamba hiyo amani haijapatikana kwa ajili yako. Hiyo amani imepatikana nje yako. Sasa hapo ndio utatafakari wewe unaibiwa mke amekuacha au imekueje. Hivyo vitu ndio itabidi ujiulize. Utakapoona mke wako amekubali kukupokea wewe na tabia zako na wala asilalamike, ujiulize maswali mengi sana ya msingi. Pengine mke ndo anaenda hivyo au unaibiwa huyo mke. Kwa hiyo usije ukachekelea kuona mke wako ananyamaza kimya wewe unapofanya mabaya. Kitu ambacho kinatakiwa kionyeshe upendo wenu una uhai ni mke wako kulalamika pale ambapo anaona kuna kitu hakiko sawa kwenye mahusiano yenu. Mke wako kupiga kelele anapoona kuna mwanamke mwingine wewe uko naye. Mke wako kuuliza kila siku pale anapoona wewe huachani na huyo mwanamke. Huo ndio uhai wa upendo wenu. Lakini kama hakuna hiyo, jitafakari mara mbili.